Sema kwa zaidi. Amen. Hebu kabla tuelekee Nyanza na kabla niendelee kuwakaribisha waibaji wengine tulio nao mahali hapa, hebu ningependa kwanza usikilize haya maandiko. Ningependa usikilize haya maandiko, kitabu cha Kumbukumbu la Torati, the book of Deuteronomy. Kumbukumbu la Torati, the book of Deuteronomy. Kumbukumbu la Torati 4 mstari ni wa 31. Kumbukumbu la Torati 4 mstari ni wa 31. Inasema hivi: kwa kuwa Bwana Mungu wako ni Mungu wa rehema, hata kukosa wala kukuangamiza, wala hata lisahau agano la baba zako alilowaapia. Baba, ni kwa jina lako Yesu na kushukuru mfalme kwa wema na ukuu wako. Asante mtakatifu Mungu wa Israeli, hata ni kwa ajili ya kusanyiko. Bwana wa majeshi, wote wamekusanyika ni kwa ajili ya jina lako, na kuita Bwana wa majeshi kaweza kuwahudumia ukakutana mahitaji yao. Wacha Kristo neno lako lipate kibali machoni pa wengi. Kila roho ya kuchanganyikiwa na ifunga na kuikemea kwa jina lako Yesu. Kila roho ambayo itakaojaribu kuinuka kinyume juu ya neno lako na ifunga na kuikemea na kuinyamazisha kwa jina lako Yesu. Nikiteka nyara mawazo na fikra za kila moja aweze kutii na kuliheshimu neno lako. Tumishi wako kanitumie jinsi upendavyo. Tawala Bwana, tamaraki. Asante Kristo, asante mfalme. Ni kwa jina lako Yesu, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunaomba na hata kuamini. Sema amen. Hebu pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri mahala ulipo. Amen, amen. Nataka nikwambie hivi mchana wa leo ya kwamba Mungu wetu ni mwingi wa rehema. Amen, amen. Mungu wetu ni mwingi wa rehema. Haijalishi umetenda dhambi kiasi gani, haijalishi umetenda dhambi kwa muda gani, ukikubali Mungu anakusamehe. Ukikubali Mungu anakusamehe. Yeye ni mwingi wa rehema. Ajabu ni kwamba Mungu anasema hivi, kitabu cha Ezekiel 18 mstari wa 23. Sikiliza, hii itakushangaza. Ezekiel 18 mstari ule wa 23. Anasema kwamba hafurahii kifo cha mwenye dhambi, bali anataka kila mmoja wetu akaili njia zake mbaya afikirie toba. Sio mapenzi ya Mungu mtu afe akiwa mwenye dhambi. Mapenzi ya Mungu ni kila mmoja wetu awe ametubu dhambi zake kabla hajafa. Unipungia mkono tunaelewana. Yeye Mungu ni mwingi wa rehema, hafurahii kifo cha mwenye dhambi. Na usije ukafikiria Mungu alishindwa kukuangamiza wakati ulipokuwa unaitenda hiyo dhambi. Mungu alikuona. Hata kama ulikuwa umejificha, labda ulikuwa kwa lodging, unasema hapa hata mke wangu hawezi ona, kuta zimenizunguka, nimezima hata stima, hakuna mtu anayeona yale natenda. Kumbuka, si eti Mungu alishindwa kukuangamiza ulipokuwa unaitenda hiyo dhambi, lakini Mungu alikuachilia ukamaliza kufanya yale ulikuwa unafanya kwa giza. Mungu alikuachilia ukafanya na ukatoka kwa ile lodging na ukaendelea mpaka saa hii bado Mungu hajachukua hatua. Wewe huwezi ukajiuliza ni kwa nini? Si eti hakuona yale uliyoyatenda, lakini anakupa nafasi angalau utubu dhambi zako, maana yeye ni mwingi wa rehema. Amen. Wale ambao tulikuwa ujumbe uliopita, nafikiria wiki sande kama ya 2 zimepita, unakumbuka wakati Daudi alipozini na mke wa jirani mpaka akashika mimba kutokana na kile kitendo cha Daudi. Ilichukua mwaka mzima kabla Mungu hajachukua hatua. Mwaka mzima Mungu anamwangalia Daudi aone kama atagairi na kuacha njia zake mbaya, maana Mungu ni mwingi wa rehema. Mpaka ikafikia mahali baada ya mwaka Mungu akaona huyu Daudi anafikiria ni kama hakuna mtu alimuona, anafikiria ni kama hakuna mtu aliyejua yale yote aliyoyatenda. Ndio maana Mungu akamtuma mtumishi wake Nathan aende kwa Daudi, akamwambia yale yote uliyoyatenda niliona. Wewe ulifanya kwa siri, lakini mimi sitafanya kwa siri, nitaifanya wazi. Hebu imagine, kwa mwaka mzima Mungu alikuwa anampa Daudi nafasi, anamwangalia tu aone kama atagaidi, maana Mungu si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema. Amen. Nawe pia na yale yote uliyoyatenda Mungu alikuona, na si eti alishindwa kukuangamiza.
Si eti Mungu ameshindwa kukuangamiza. Kwanza Mungu leo wewe mwenyewe umejifunza. Mungu akitaka kumaliza dunia ni kitu rahisi sana. Si umeona corona imetingiza dunia mzima? Mpaka wale wanaitwa masuperpower. Superpowers. Na ile superpower yao haijawasaidia. Kwanza ndio wameangamia kwa wingi. Ndio ujue Mungu akitaka kuiangamiza dunia ni rahisi sana. Kwa hivyo kilichopo wapendwa ni tukaili na tuache njia zetu mbaya. Maana Mungu hafurahii kifo cha mwenye dhambi. Anataka kila mmoja wetu agaidi njia zake mbaya, afikirie toba. Hayo ndiyo mapenzi ya Mungu. Yeye ni mwingi wa rehema. Hebu kumbuka wakati wa Nuhu. Yeye Nuhu alihubiria watu kwa muda wa miaka 120. Hebu imagine 120 years. Yeye Nuhu anaambia watu, ingieni kwenye safina, gharika inakuja. Ingieni kwenye safina, gharika inakuja. Miaka 120. Hebu imagine Mungu alikuwa anawapa nafasi wakati wa Nuhu waweze kukaidi na waingie kwenye safina. Lakini walipuuza. Kila siku Nuhu analeta ujumbe moja, ingieni kwenye safina, gharika inakuja. Kila siku analeta ujumbe moja, ingieni kwenye safina, gharika inakuja. Yaani imagine ujumbe moja miaka 120. Leo nikirudia ujumbe nilihubiri Jumapili iliyopita, utaanza kusema huyu pastor amekosa ufunuo. Huyu pastor siku hizi amekosa ufunuo. Sio ujumbe ni ile alihubiri Jumapili iliyopita. Huyu pastor siku hizi amekosa material. Lakini Nuhu anarudia ujumbe moja miaka 120. Ingieni kwenye safina, gharika inakuja. Ingieni kwenye safina, gharika inakuja. Miaka 120 ujumbe moja. Wanadamu walipuuza. Na unajua wakati wa Nuhu waliangamia kwa sababu ya kitu kinaitwa kupuuza. Si eti hawakuhubiriwa, walihubiriwa lakini wakapuuza. Kama vile ilivyo leo. Wengi watakuja kuangamia siku ya mwisho, si eti kwa sababu hawakuhubiriwa. Fungulia kwenye redio, watumishi wanahubiri. Tazama kwenye runinga. Stations zingine siku hizi imekuja 24/7 gospel. Injili 24/7. Utamwambia Mungu nini siku ya mwisho? Ukisafiria kwenye mabasi, takuta kuna wahubiri wanahubiri kwa mabasi. Ukitembea kule sokoni, kuna watumishi wanahubiri huko. Siku ya mwisho hutakuwa na sababu yoyote. Watu wanahubiriwa lakini wanaendelea kupuuza. Watu watakuja kuangamia kwa sababu ya kupuuza. Miaka 120 Nuhu anawapembeleza waingie kwenye safina. Wanasema Nuhu, wewe hiyo safina jenga uingie na watu wako. Sisi hatuna shughuli na wewe. Kwanza wewe unaonekana kama umechanganyikiwa. Hiyo ni kitu gani natuambia gharika? Unajua kabla ya gharika watu walikuwa hawajui mvua ni nini. Unipungia mgono. Kulikuwa kujawahi nyesha mvua. Kwa hivyo watu wanajua gharika ni nini. Ate kutakuja mvua kubwa inaitwa gharika. Nasema hiyo wewe Nuhu, hiyo kitu kama hiyo hatujawahi sikia. Kama vile wa Januari mtumishi wa Mungu akikutolea unabii akwambia kuna gonjwa itakuja kufieka dunia inaitwa corona. Akisema hakuna. Ugonjwa gani hii inaweza tokea dunia mzima ihangaishe dunia mzima? Hakuna, wewe unadanganya. Ndivyo ilivyokuwa. Hawakuwa wanaelewa gharika ni nini. Hawakuwa wanajua mvua ni nini. Maana wakati huo maji ilikuwa inatoka chini. Kama ni mimea, ukipanda mimea, sio tunangojea mvua inanyesha kutoka juu. Maji ilikuwa inanyesha kutoka chini. Maji ile unyevu maji inatokea kwa mchanga. Hakukuhitaji mvua inyeshe, ilikuwa inanyesha chini. Kuna maji. Sasa walikuwa juu mvua ni nini, wala gharika ni nini. Nuhu anajaribu kuwaambieni ingieni kwenye safina. Hii gharika inakuja, ni mvua kubwa itaangamiza dunia mzima. Tunamwambia Nuhu, wewe tengeneza ukae na watu wako, sisi hatuna shughuli. Hiyo gharika unasema ikija, tutapanda juu ya milima, tuokoe nafsi zetu. Tutapanda juu ya miti, tuokoe maisha yetu. Hatuna shughuli na wewe. Yeye Nuhu aliendelea kujenga safina. Huku anaendelea kuambia watu ingieni kwenye safina, gharika inakuja. Kama vile ninavyokuhubiria leo. Tengeneza mambo ya nyumba yako. Kurudi kwa Yesu kumekaribia mno. Tubu dhambi zako. Yeye Mungu ni mwingi wa rehema. Ukiungama dhambi zako atakusamehe. Haijalishi umetenda dhambi ya aina gani. Haijalishi umetenda dhambi muda gani. Ukikubali leo, yeye ni mwingi wa rehema, atakusamehe dhambi zako. Lakini wewe unaendelea kupuuza. Nasema wewe pastor, ulienjoy maisha wakati wako. Ni vile utaki na sisi tuenjoy vile ulivyo enjoy.
Nakwambia ingia kwenye safina, gharika inakuja. Nasema we pastor, we ngoja kwanza nioe. We pastor, si ushaoa na uko na watoto? Wacha na mimi kwanza nioe na nikuwe na watoto kama wewe, nitaokoka baadaye. Unamwambia mpendo, hii sio mchezo. Okoka, okoa nafsi yako, okoa maisha yako. Nasema bado kuna muda, bado kuna muda. Ndivyo walivyokuwa na dhania wakati wa Nuhu. Wakati Nuhu alipojenga safina, amejaribu kuhubiria miaka 120, wamekataa kuingia. Yeye Mungu alimwambia Nuhu, chukua wanyama saba, wale walio safi ingiza kwenye safina, wale wanyama chafu ingiza wawili kwenye safina, wa kike na wa kiume. Nuhu alipomaliza hivyo, Mungu akamwambia Nuhu, wewe na mke wako, vijana wako na wake wa vijana wako, kwa jumla watu 8, ingieni kwenye safina. Walipomaliza hivyo, hata yeye Nuhu ana sita, hata Nuhu ana sita, anataka aone hii gharika ama hii mvua itaanza namna gani. Maana hata yeye Nuhu alikuwa bado hajui mvua, hajui hii gharika inakaa namna gani. Amesubasubaa tu pale. Punde sio punde, mawingu ikaanza kujikusanya, punde sio punde, mvua ikaanza kunyesha, tone baada ya tone, tone baada ya tone. Yeye Nuhu anasikia anagongwa na tone moja, anagongwa na tone nyingine. Nasema kumbe mvua inakaanga namna hii. Yeye Nuhu akakimbia akaingia kwenye safina. Malaika alishuka akafunga ule mlango wa safina na akaondoka na ufunguo. Wacha mvua ianze kunyesha mpendo, wacha mvua ianze kunyesha, wacha mvua ianze kunyesha. 40 days 40 night, usiku na mchana mvua inanyesha, ikafunikia manyumba, ikafunikia miti, ikafunikia milima. Wale walikuwa mahodari wa kuogelea waliogelea mpaka kwenye mlango wa safina, wakagonga, wakamwambia Nuhu, tumekubali sasa, fungua mlango tuingie. Nuhu akawaambia, jamani, imekuwa too late. Mlipewa muda wa kutosha, nyinyi mkapuuza. Tena sio mimi niliyefunga mlango, malaika wa Bwana alifunga mlango na akaondoka na ufunguo. Wakati wa Nuhu watu waliangamia kwa sababu ya kupuuza. Hebu niambie mpendwa, mara ngapi umehubiriwa tubu dhambi zako, wewe unaendelea kupuuza? Mara ngapi umehubiriwa wacha mpango ya kando, wacha ulevi, wacha kuhanyahanya, lakini wewe bado unaendelea kupuuza? Nataka nikwambie mpendwa, kama vile ilivyokuwa wakati wa Nuhu, walikuwa nafikiria ni mchezo, lakini ilifikia wakati gharika ikanyesha. Hivyo itakavyokuwa kurudi kwake Yesu. Waswahili wakasema, lisemalo lipo, kama halipo wewe ngojea raja. Hayawi lakini mwisho huwa. Siku moja itafika, Yesu atasimama pale mawinguni, panapanda italia na sauti ya malaika mkuu. Watakatifu watanyakuliwa. Andiko inasema siku hiyo wawili watakuwa wanatembea barabara, mmoja ananyakuliwa, mwingine anaachwa. Siku hiyo wawili watakuwa shambani wanalima, mmoja ananyakuliwa, mwingine anaachwa. Siku hiyo wawili watakuwa wamelala kwenye kitanda kimoja, mmoja ananyakuliwa, mwingine anaachwa. Hebu jiulize mpendwa, parapanda iliye leo, wewe utakuwa wa kunyakuliwa ama utakuwa wa kuachwa? Unajichua wewe mwenyewe. Na ndio maana ujumbe huu nakuletea leo ya kwamba Mungu wetu ni mwingi wa rehema. Haijalishi umetenda dhambi za aina gani, iwapo utakubali leo, Bwana atakusamehe dhambi zako, ataziosha, zitakuwa nyeupe kama vile theluji. Kitabu cha Isaya 1 mstari wa 18 anasema, njooni tusemezane, japo kuwa dhambi zenu nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama vile theluji. Ukikubali na kutii, utakula mema ya nchi, bali ukikataa na kuasi, utaangamia kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kinasema maneno haya. Mpendwa, ni heri ungegairi dhambi zako kabla haijakuwa too late. Hakuna mtu anayejua siku wala saa. Hauwezi ukajua wewe umebakisha muda gani duniani. Unajua leo, hebu nikupe mfano mzuri. Leo kama unatumia line ya Safaricom, ukitaka kujua salio lako, unafinya *144# alafu unaweka okay. Kama balance ni 10 bob inakuonyesha, kama balance ni 17 bob inakuonyesha. Lakini je, sasa hivi ukitaka kujua
umebakisha miaka ngapi duniani, utafanyaje? Nani anayejua kwa vile anaweza fanya? Unajua vile unaweza fanya? Kuna mtu anajua umebakisha muda gani duniani? Hakuna mtu anayejua. Hakuna mtu anayejua. Hapa kuna mwingine labda umebakia unahesabu siku. Sieti na kutabiria mabaya. Maana hiyo ni njia ya kila moja. Na ndio maana unatakiwa ujiweke tayari wakati wowote. Kuna mwingine labda unabakisha mwaka. Usiseme ati lazima ufike miaka 90. Ati babu yangu alikufa akiwa na 90. Kwa hivyo vile mimi nimeitwa na babu yangu, hata mimi lazima nitafikisha 90. Nani alikudanganya? Kwanza andiko inasema mtu muovu miaka yake inapunguzwa, lakini mtu mwenye haki miaka yake inaongezewa. Wangapi nataka kuongezewa miaka? Tafuta kutenda haki. Tafuta kutenda haki. Mungu atakuongezea miaka. Tafuta kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu. Uache maovu, uache dhambi zote za kila aina. Mungu atakuongezea miaka ya kuishi. Yeye Mungu wetu ni mwingi wa rehema. Iwapo utatubu dhambi zako, ukiziungama, Mungu atakusamehe. Mungu atakusamehe, ataziosha, zitakuwa nyeupe kama vile theluji. Mpendwa, jiandae, maana leo hakuna mtu anayejua hata kurudi kwa Yesu. Hakuna mtu anayejua, hakuna mtu anayejua. Anasema vile ilivyokuwa wakati wa Nuhu, watu walikuwa nakula na kunywa, walikuwa naoa na kuolewa, walikuwa nauza na kununua bila kutarajia gharika iliwafumania. Ndivyo itakavyokuwa kurudi kwake Mwana wa Adamu. Wakati tusiodhania, parapanda itajia na sauti ya malaika mkuu, watakatifu tutanyakuliwa kwenda mbinguni. We utakuwa mgeni wa nani? Utakuwa mgeni wa nani? Je, mchana wa leo uhusiano wako na Mungu uko namna gani? Uhusiano wako na Mungu uko namna gani? Iwapo utakubali leo, mpendwa, Mungu atakusamehe dhambi zako. Hata kama ni nyekundu kama bendera, ataziosha, zitakuwa nyeupe kama vile theluji. Unajua wengi leo wameacha njia za Mungu. Wengi leo wameacha njia za Mungu. Wengi wameacha njia za Mungu. Na ndio maana ndiko inasema, amuka wewe usinziaye katika wafu, na Kristo atakufanya uangaze. Wengi wameacha njia za Mungu. Watu leo wanajiongoza kwa akili zao. Leo ukiangalia mpaka makanisani, uovu umejaa makanisani, na bado watu wanasema tunaenda mbinguni. Mbinguni hakuna kilicho kinyonge, hakuna kilicho kichafu kitaingia huko. Wale wanaingia mbinguni ni wale wanaitwa watakatifu. Na wacha nikushangaze, wacha nikusangaze, na unisikilize vizuri, maana sitaki uchanganyikiwe. Sio Wakristo wanaenda mbinguni, hiyo usahau kabisa. Hakuna mahali Bible inasema ati Wakristo ndio wanaenda mbinguni. Hakuna. Maana leo kila mtu ni Mkristo. Kila mtu siku hizi ni Mkristo. Saa hii toka hapa enda kwa baa, utakuta amezunguka meza ya baa. Hebu uliza huyo mwanamke, wewe unaitwa nani? Anakwambia mimi naitwa Jane. Mkristo, amebatizwa Mkristo. Muulize na mwenzake huyu, na huyu jamaa mwenzako, huyu jamaa anaitwaje? Huyu anaitwa John. Wako na majina ya Ukristo, si ni Wakristo? Sasa unataka kuniambia parapanda ikilia wataenda mbinguni? Sio Wakristo wanaenda mbinguni. Wale wanaenda mbinguni ni wale wanaitwa watakatifu. Amen. Anasema watakatifu waliomo duniani, hao ndio walio bora, hao ndio Mungu anapendezwa nao. Ukristo wako pasipo utakatifu haitakusaidia. Amen. Na kurudilia tena, Ukristo bila utakatifu haitakusaidia. Amen. Wengine mbingu utaiona kwa view sasa. Mbingu utaiona kwa view sasa. Unatenda dhambi na bado uko kanisani, unasema unaenda mbinguni. Mbingu ya nani? Hakuna kilicho kichafu kitaingia huko. Ni watakatifu. Wale wameosha mavazi yao kwa damu ya Yesu. Wale wamejitakasa, wameosha mavazi yao kwa damu ya Yesu. Hao ndio wanaenda mbinguni. Hiyo uovu imejaa makanisa ya leo. Uovu. Ukitaka watu wenye fitina makanisani ya leo, kanisani ndio kumefitina. Ndio utakuta watu wanachimbana mbuli, unatafuta mwenzako. Kanisani ndio watu wanatakiana mabaya, na wako kanisani wanasema ni Wakristo, wanatakiana mabaya. Hautaki kuona mwenzako akifanikiwa, mwenzako akuje na nguo mpya inakuuma.
Mwenzako akuja wamevaa nguo inafanana na mume wake, ati wanajifanya mbele za watu. Kumbe ni wivu tu inakupura. Wivu imejaa kanisani. Ndio maana andiko inauliza kwenye kitabu cha Yakobo 4, vita vinatoka wapi katikati yenu? Si ndani ya hizo tamaa zenu. Mnatamani lakini hampati, mnaomba lakini hampewi, kwa sababu mnapoomba mnaomba vibaya. Leo watu wanapigana hata makanisani. Wivu imejaa kanisani, chuki, fitina, uzinzi na uasherati. Watu wanakulana huko kanisani. Leo nakuta kwenye kwaya kila mtu na wake. Ibada ikiisha hivi unakuta kwenye kwaya kila mtu na wake. Na ndio walikuwa naongoza kwaya, kila mtu na wake. Kila mtu na wake. Na ni waimbaji ndio wanaongoza kwaya. Halafu naniambia tunaenda mbinguni. Mbingu ya nani? Mbingu ya nani? Labda yako umejitengenezea. Leo nakuta uozo imejaa kanisani. Unakuta mtu ako kwenye kikundi ya wazee, yeye ni mzee wa kanisa, lakini ako na mpango ya kando. Na hata yeye anasema mbinguni tunaenda. Mbingu ya nani? Mbingu ya nani na mpango ya kando? Unaenda wapi? Na ukiona mtu anaondoka, ujue neno limeingia Ukiona mtu anajaribu kuondoka, ujue neno limeingia. Amen. Chao sio kuondoka, alikuwa anaondoka. Walikuwa wanabadilisha hapa chao. Amen. Hebu pigia Yesu makofi mazuri. Unajua mpendwa, tuache kujidanganya. Tuache kujidanganya. Anasema tuwe watakatifu jinsi Mungu Baba alivyo mtakatifu. Tuwe watakatifu jinsi Mungu Baba alivyo mtakatifu. Hatuwezi kaa kanisani na bado sisi ni waovu. Hatuwezi kaa kanisani tunasema tunaenda mbinguni na huko bado tunatenda dhambi. Lazima tuache uovu wote wa kila aina. Amen. Amen. Mungu anasema hadhihakiwi. Unajua maana yake nini? Mungu hadhihakiwi. Yaani hauwezi ukamchezea akili. Mungu hauwezi mchezea akili. Mungu hauwezi mchezea akili. Mungu hadhihakiwi. Apadacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa hivyo huwezi mchezea Mungu, anakujua vyema. Tukubali kuungama dhambi zetu na Mungu atatusamehe, maana yeye ni mwingi wa rehema. Iwapo utatubu dhambi zako, yeye Mungu atakusamehe. Haijalishi umetenda dhambi muda gani, haijalishi umetenda dhambi kiasi gani. Iwapo utakubali leo, Mungu atakusamehe. Amen. Amen. Hebu pigia Kristo makofi mazuri mahali ulipo kama tuko pamoja. Amen. Najua mara nyingi sehemu nyingi wachungaji wanaogopa kuhubiri ukweli makanisani. Na ndio maana uovu imejaa makanisa leo. Watu wanahubiriwa mambo ya duniani tu. Maana hiyo ndio watu wanafurahia. Utapata Mercedes Benz. Utapata mke mzungu. Utapata kazi, utakuwa unapokea mshahara 100,000 kila mwisho wa mwezi. Wapendwa, hii dunia sio yetu. Usisahau kwamba sisi ni wapita njia. Wenyeji wetu ni mbinguni. Usije ukapotelea sana kwa mambo ya dunia. Unatamani magari, unatamani mashamba, unatamani manyumba, unatamani pesa nyingi, ukasahau ya kwamba sisi ni wapitaji. Amen. Wenyeji wetu ni mbinguni. Tusije tukadanganya na mambo ya dunia tukajisahau. Amen. Pigia Kristo makofi mazuri. Najua siku hizi wachungaji wengi wanaogopa kuhubiri dhambi kanisani. Kuhubiri dhambi kwa sababu leo anajua huyu mzee wa kanisa yeye alinunua ile gari pastor anaendeshaga. Ile gari unaonaga pastor hapo nayo ni huyu mzee wa kanisa ndiye alinunua. Sasa huyu mzee wa kanisa hata atende dhambi, pastor hawezi mkemea. Sasa utakemea mtu alikubaia gari na akikasirika akuitishe fungu uanze kutembea route 11. Sasa inabidi sasa tu amani ya Bwana iwe pamoja nani. Hata kama pastor anajua una mpango ya kando, hawezi akakemea hiyo. Pastor anajua vizuri huyu dada anafanya na Equity, anafanya na Kenya Commercial Bank. Kila mwisho wa mwezi yeye ndiye analipa nyumba ya pastor. Ndiye analipa nyumba ya mtumishi. Unajua wanaitaka watumishi. Huyu dada ndiye analipa nyumba ya mtumishi. Sasa huyu dada hata atende dhambi, pastor hawezi mkemea. Sasa akimkemea, nani atamnyumba mwisho wa mwezi?
Si pasta atafungiwa nyumba? Sasa inabidi pasta tu ananyamaza, kupaka tu mafuta. Leo imekuwa tu ni kupaka watu mafuta tu, lakini kuhubiri dhambi wachungaji wengi wanaogopa. Mimi huwa nakwambia ya kwamba sitaogopa kukwambia dhambi, sitaogopa kukuhubiria dhambi. Hata kama wewe ulinunua hii suti nimevaa, kwanza hii sio suti, hii naitwa Romina 3 piece. Hata kama wewe ulinunua hii nitavua nibaki na suti ya Mungu nikurudishie hapo. Sitaogopa kukuhubiria ukweli, maana mimi furaha yangu nikifika siku ya mwisho tukutane kule mbinguni. Isije ikawa na kuhubiria bure, alafu siku ya mwisho bado nafsi yako iokoke. Mimi huwa nakwambia tafadhali usitoe sadaka hapa, lakini roho yako uweze kuitoa sadaka kwa Mungu. Amen. Hebu pigia Yesu makofi mazuri. Maana hiyo ndio sadaka muhimu. Hiyo ndio sadaka muhimu kwa Mungu. Siku hizi unajua mchungaji, tunaangalia kitu kinaitwa quantity lakini sio quality. Najua hiyo ni maneno ya kizungu na ni maneno mbili tofauti. Quantity kwa Kiswahili, quantity ni idadi, na quality ni ubora. Sasa leo utakuta wachungaji wengi tunaangalia idadi ya washirika, lakini sio ubora ya washirika. Bora tu uwe na washirika 1000, lakini wote ni mizoga wa kuelekea jehanamu. Hautaki kuwahubiria dhambi, ndio aendelee kutoa sadaka, ununue pajero, ununue Mercedes Benz, uende ujenge nyumba kule Runda, lakini washirika wote siku ya mwisho waangamie jehanamu. Mimi afadhali nitembee Route 11, wacha nikae nyumba yangu kule Mathare, lakini nikuhubirie ukweli, ndio siku ya mwisho nisije kudaiwa damu yako. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Sitaki kudaiwa damu yako siku ya mwisho. Sitaki nidaiwe damu yako. Mimi nakwambia ukweli jinsi ndivyo. Uache dhambi, twende mbinguni. Kama ni mpango ya kadi nakwambia wacha. Kama ni kuhanyahanya nakwambia wacha. Kama ni ulevi nakwambia wacha. Kuna jehanamu na kuna paradiso. Kuna mauti na kuna uzima. Wewe mwenyewe ujichagulie. Amen. Mbona nipungie mkono kama tuko pamoja. Inua mkono wako wa kushoto, sema asante Yesu. Inua mkono wako kulia, sema asante Bwana. Hebu piga Kristo makofi zaidi. Amen. Ni vile ukweli siku hizi imekosekana makanisani. Watu wanatenda dhambi na mchungaji amenyamaza. Watu wanatenda dhambi. Hata mchungaji anajua washirika, yaani kwaya wakimaliza ibada wanaendaga tu wawili, dume na jike. Na sio eti ni mtu na mume wake. Pastor anajua hivyo, lakini hawezi wakemea. Kwa vile akiwakemea Jumapili ijayo hakuna mtu wa kuongoza praise worship. Anajua kikemea hiyo kikundi ya wazee wote wametawanyika. Mimi nakwambia ukweli, kama ni kutawanyika, tawanyika mapema. Lakini nakwambia ukweli, uache dhambi, twende mbinguni. Amen. Kile kimetuleta hapa mpendwa ni kuokoa nafsi zetu. Ile kimetuleta hapa ni kuponya roho zetu. Hiyo mambo mengine inakuanga tu ni bashishi. Amen. Pigia Kristo makofi mazuri. Kitu ya muhimu hapa ni kufundishana tuweze kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Amen. Maana itakuwa ni kilio, itakuwa ni aibu kubwa. Yaani imagine hiyo miaka yote nimehubiri, alafu ikifika siku ya mwisho mtu anahesabiwa ama analipwa kulingana na kazi yake aliyoifanya. Alafu imagine mimi nimesimama pale, sawa, nimekubaliwa kuingia mbinguni, lakini Yesu ananiuliza, pastor, hiyo miaka yote ulihubiri, hebu nionyeshe nafsi moja iliyokokea kwako wewe. Nafsi moja. Yaani najaribu kuangalia wale wote nilihubiria, hakuna hata mtu mmoja naona kule mbinguni. Itakuwa ni aibu kubwa. Ndio maana mimi nakulilia, nataka nikufundishe uokoke, uishi kulingana na mapenzi ya Mungu. Ndio siku ya mwisho usije kuangamia. Hiyo ndio furaha yangu. Ikifika siku ya mwisho wote tukutane kule mbinguni, tufurahie pamoja milele. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Na kurudilia tena kwamba Mungu wetu ni mwingi wa rehema. Mungu wetu ni mwingi wa rehema. Iwapo tutakuwa dhambi zetu, Mungu atatusamehe. Mungu atatusamehe dhambi zetu. Ukisoma kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, Mambo ya Nyakati wa Pili 7 mstari wa 14. Unajua watu wengi huwa wanashindwa kuelewa vile Mungu alivyokuwa anamaanisha pale. Mambo ya Nyakati wa Pili 7:14. Inasema hivi: ikiwa watu wangu wale wameitwa kwa jina langu watakubali na kunyenyekea na kuacha dhambi zao, na mimi Mungu
nitaiponya nchi yao. Hapo Mungu wako anaongelea juu ya wanasiasa, hakuwa anaongelea juu ya mataifa, alikuwa anaongelea kwa ajili yetu sisi ambao tunasema tumeokoka, sisi ambao tunasema ya kwamba tumemjua Mungu. Alikuwa anaongelea kwa ajili yetu sisi kanisa. Iwapo tutakaa kulingana na mapenzi ya Mungu, taifa la Kenya litapona. Amen. Kwa hivyo korona kuisha Kenya, uchumi ya Kenya kupona, inategemea kanisa, haitegemei wanasiasa, inategemea kanisa. Amen. Pigia Kristo makofi mazuri. Iwapo tutaishi kulingana na mapenzi ya Mungu, iwapo sisi kama kanisa tutaacha njia zetu mbaya na kumrudia Mungu, anasema kwamba ataiponya nchi ya Kenya. Kwa hivyo nchi ya Kenya kupona haitegemei wanasiasa, inategemea sisi ambao tunasema tumeokoka. Tutubu dhambi zetu, tuweze kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu. Jamii zetu zitapona, taifa letu litapona. Amen. Tutakuwa salama iwapo tutakubali kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu. Tuache uovu wote wa kila aina. Shida wengi leo wataki ukweli. Siku hizi watu wanapenda kupakwa mafuta. Siku hizi sio wengi wanapenda ukweli. Siku hizi watu wanapenda kudanganywa. Na ndio maana unaona manabii wa uongo wamekuwa wengi. Maana inajulikana hata wewe pia unapenda kudanganywa. Wewe mwenyewe unapenda kudanganywa. Siku hizi watu wataki kuhubiriwa ukweli. Ile injili ya kugonga nyundo, unagoga mtu mpaka nafikiria akitoka hapa anaenda akijiuliza maswali. Hiyo watu watakani hiyo injili. Watu siku hizi wanataka uwatabirie mambo mazuri. Watu leo wanataka uwatabirie mambo mazuri. Roho ananionyesha you there. Dada you there dada. Roho ananionyesha umetamani kuolewa kwa muda mrefu. Roho ananionyesha kuna mzungu anakuja all the way from California, Marekani, anakuja kukuoa. Hiyo ndio wanafurahia leo. Roho ananionyesha hapa upande huu. Roho ananionyesha kuna mtu hiyo miezi imebakia mwaka kuisha, kuna mtu atakuwa milionea. Hiyo ndio mnapenda. Lakini nianze kuambia hapa upande huu, Roho ananionyesha wewe mwanaume, kuna mwanaume hapa ako na mpango ya kando. Usipoacha hiyo mpango ya kando, hii mwaka hautamaliza. Wewe atakuja Jumapili hapa ibada. Pastor huwa anatutabiria mabaya. Kwa hiyo church siwezi enda tena. Hiyo pastor anatabiria watu mabaya. Hataki kutabiria watu mema. Kama vile mfalme Ahab alikuwa anasema kwa ajili ya Mikaya. Anasema Mikaya yeye huwa ananitabiriaga tu mabaya. Hakuna siku huwa ananitabiria mema. Hivyo ilivyo na leo. Watu wanataka watabiriwe tu mambo mazuri. Mambo ya duniani, utapata Mercedes Benz, utapata Pajero, utapata Muso Sanyong, utapata visa, green card, uende Marekani. Watu wanapenda wahubiriwe mambo ya duniani, na unasahau kwamba wenyeji wetu sio hii dunia, wenyeji wetu ni mbinguni. Amen. Hebu nipungie mkono kama wenyeji wako ni mbinguni. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Wacheni tuishi kulingana na mapenzi ya Mungu. Tuache dhambi na maovu yote ya kila aina. Tuache kujifanya, maana shida ya leo watu wengi ni kujifanya. Na hakuna kitu kibaya kama pretenders. Hakuna kitu kibaya kama watu wa kujifanya. Unakuta sasa hivi mtu ametulia hapa. Ukimwangalia kama ni jamaa, unaweza fikiria ni mtume Paulo. Unaona huyu jamaa ameokoka kuliko wote. Huyu vile ametulia huyu. Hata nzi hawezi huwa huyu. Hata nzi hawezi umiza nzi. Yaani vile jamaa anaonekana mpole. Ngoja ibada iishe. Kutana naye kuanzia Monday mpaka Jumamosi. Unamwangalia mara mbili. Niliona country basi kwa ibada ama ni mwingine anafanana. Maana leo watu wanajua kujifanya. Na ndio maana nakwambia mpendwa, hakuna haja kujifanya mbele za watu. Mbele za Mungu hauwezi ukajifanya. Ukiangalia wasomi wa Biblia ninapomalizia. Wafalme wa pili 5 kianzia mstari wa kwanza. Tunapata habari za mtu mmoja anaitwa Naaman. Hebu sikiliza hicho kitabu. Huwa napenda sana tujifunze na huyo jamaa anaitwa Naaman. Hebu sikiliza vile andiko inavyosema. Wafalme wa pili
Second Kings, Wafalme wa pili 5, tuanzie tu mstari wa kwanza. Inasema, hebu sikiliza kwanza vile Biblia inaanza kwa kumsifu huyu jamaa, alafu baadaye ndio nikuelezee my point iko wapi. Hebu sikiliza kwanza Bible vile inaanza kwa kumsifu huyu mtu. Wafalme wa pili 5 mstari wa kwanza. Basi Naaman jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu. Nasikia kwanza ile kikosi alikuwa naongoza ni kikosi cha mfalme, sio kikosi tu hivi hivi. Ni wale ambao ndio wanalinda mfalme, wanaweka ulinzi kwa mfalme. Wale wanaweka ulinzi kwa mfalme. Hapa Kenya sijui ndio wale unaitaka flying squad. Bado wanakuanga. Na hao wanakuanga sharpshooter. Unaweza ukaa kwa ile ghorofa na mtu anakutoa hiyo na anakushuti tu kwa jicho. Naona jicho yako na hata kushuti mahali pengine kwa jicho. Na uko kwa ile ghorofa iko huko. Ama anakutoa kofia, hata kujeruhi, uko na kofia kwa kichwa, anaitoa hiyo kofia ndio anapiga na risasi. Sniper. Sio mchezo bwana. Masniper sio mchezo. Sasa hawa ndio huyu jamaa anaitwa Naaman alikuwa anaongoza hii kikosi ambayo inalinda mfalme. Sikiliza vile ndiko inavyosema. Basi Naaman jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu alikuwa mtu mkubwa. Sikiliza, hakuwa kitu kidogo. Alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake. Alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake, yaani mbele ya mfalme. Mbele ya mfalme alikuwa mtu mkubwa, yaani mpaka mfalme alikuwa anaheshimu jamaa Naaman. Sikiliza, Biblia inaendelea kumsifu na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewaweka Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita. Hebu angalia vile Biblia inamsifu huyu mtu, inamsifu huyu mtu Naaman. Kwanza imesema alikuwa mtu hodari, alikuwa anaongoza kikosi cha mfalme, alikuwa mtu wa kuheshimika, tena alikuwa mtu hodari wa vita. Hebu angalia huyu mtu, hiyo sifa zote alikuwa nazo. Sasa sikiliza vile Biblia inavyoendelea kusema, kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda, tena alikuwa mtu hodari wa vita. Lakini sasa hiyo inamaliza yote hiyo, sasa inaharibu kila kitu. Lakini alikuwa mwenye ukoma. Hata huyo ndugu anakuanga mzuri, lakini anakuanga jabazi. Huyo mama amevaa vizuri, lakini anakuanga mwenye wivu. Yaani hiyo lakini tu, hata kama ulikuwa umesifika hiyo mambo mengine, hiyo lakini inakuja inaharibu kila kitu. Hiyo lakini peke yake inaharibu kila kitu. Ile Naaman alikuwa amesifiwa, mtu hodari, mtu wa kuheshimika, sijui lakini ile lakini inaharibu sasa kila kitu. Alikuwa mwenye ukoma. Na kawaida unavyojua ukoma ilikuwa ni ugonjwa wa kutisha. Tena ukijulikana unaugua ukoma ulikuwa unapendwa. Kwa hivyo Naaman hangependa watu wajue anaugua ukoma. Kwa hivyo ilikuwa ni siri yake na mke wake. Maana mambo mengine huwezi ficha mke wako. Unaweza ukaficha watu wengine wote, lakini mke wako ama mume wako hauwezi mficha kitu. Unaweza ukaficha mke wako ama mume wako. Kama unafutaka sigara na unasema umeokoka, mke wako anajua unafutaka sigara. Wakati umetoka usiku umeenda kuvuta, ukirudi kwa kitanda si anasikia hiyo harufu. Huyu jamaa hata kama anasemaga haleluya, kuna harufu nyingine anatoanga. Hauwezi ficha mke wako, hata mume wako huwezi mficha. Mambo mengine utaficha raia ama utaficha watu wengine, lakini ukifika kwa mume wako ama kwa mke wako, mambo mengine hutaweza kuficha. Kwa hivyo huyu Naaman bali na kwamba alikuwa anaficha kwa wengine asijulikane na ungua ukoma, alikuwa anaificha asijulikane, maana alikuwa anaogopa kutengwa. Watu wangejua na ungua ukoma wangemtenga, maana hiyo ndio ilikuwa desturi. Mwenye ukoma walikuwa wanatengwa,
wasije wakaupukisha wengine. Kwa hivyo Naaman akaona ifunikia, yaani Naaman anaumia kimya kimya. Naaman anaumia kimya kimya, na unajua vile unavyofunikia ukoma ndivyo inavyoendelea kusambaa kwa mwili mzima. Ukoma inaanza kama dot, naweza ukaangalia kwa mwili wako unaona kakitu tu kama dot unaweza fikiria ni ile ugonjwa wa mashilingi ndio imeanza. Hii naona kama niko na ugonjwa wa mashilingi imeanza hapa. Kumbe ile kadoti kalianza hivyo, baada ya muda kanaongezeka. Baada ya muda unakuta mwili mzima uko na ukoma. Hivyo ndivyo inaanzaga ukoma. Inaanzaga tu kakitu kadogo, alafu baada ya muda inakuja inasambaa mwili mzima. Sasa Naaman vile alivyoendelea kuifunikia ile ukoma, ndivyo ilivyoendelea kusambaa mwili mzima, mpaka ikafikia mahali bali na kwamba amevaa mavazi lakini anatoa uvundo. Ugonjwa wa ukoma huwa inafika mahali inaanza kunuka, maana mwili unaoza. Na ndivyo ilivyo na dhambi. Hata dhambi inaanzaga hivyo, kadoti dhambi. Hebu angalia mtu anapoanza kuvuta sigara, anaanzaga tu kimchezo. Labda ulianza tu wakati ulipotahiri, vijana wenzako walikuja pale kuvuta sigara. Wewe ulikuwa hujawahi kuvuta sigara, wakakwambia wewe ni mameni. Siku hizi umekuwa mwanaume, piga pafu moja. Kapiga pafu moja ikakunyonga. Akakwambia perfect, utajaribu mara nyingine itatoka vizuri. Hebu jaribu pafu nyingine. Vuta